Mtazamaji wa Gift Online TV, karibu ndani ya Zoom Sport tukaweza kujuzana taarifa mbalimbali za kimichezo. Kwa siku ya leo tutaweza kukujuza kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Yako mengi ambayo yalikuwepo yamepita, sasa tusubirie yajayo. Huenda yanafurahisha. Kwa hiyo yataweza kutufurahisha, lakini wengine pia yataweza kutuumiza kwa sababu ni mechi ambayo ina maamuzi. Maamuzi ambayo ni magumu kweli kweli. Kwa hiyo tutaweza kufahamu vema kabisa hapa ndani ya Zoom Sports. Cha msingi subscribe ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu zote mpya pindi pale zinapojitokeza. Jina langu ni Tobias Kisima, nipo na Eric Kayman hapa. Tutakwenda kutuchambulia vema kabisa kuhusiana na swala la dabi ya Kariakoo. Siku chache zimesalia. Tutaweza kukujuza hapa moja kwa moja vema kabisa vizuri zaidi na mambo yakaweza kwenda poa kabisa. Cha msingi hicho subscribe tu, mambo yanaenda vizuri, lakini usisahau kulike, kushare pia na kwa wengine pia waweze kutizama, mambo yakaweza kwenda poa kabisa. Eric Kayman, habari za wakati huu? Nzuri sana. Weekend ilikuwa vipi? Weekend kwangu mimi iko poa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Yes, mambo yanaendelea kuwa vizuri na kikubwa zaidi tunasubiri kuona bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024-2025 anakwenda kuwa nani. Hii ni kwa mara ya kwanza. Haijawahi kutokea kwamba mechi ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara timu mbili ambazo zinawania ubingwa zinakutana. Haijawahi kutokea kwenye ligi yetu. Maana kwamba hii inawezekana ndo kwa mara ya kwanza inakwenda kutokea. Pengine ilitengenezwa labda? Hapana cha kutengenezwa. Ni namna ambavyo tu mchakato ulivyoenda na kilichotokea tulikiona, hatimaye kimekuja kutokea hapa. Kwa maana kwamba hakuna namna, kila mmoja ajiandae kisaikolojia. Pressure ipo juu. Yanga kwa Simba pressure ipo juu. Yanga ameweza kutoa pia baadhi ya viingilio, wameonyesha pale baadhi ya tiketi ambazo zimeisha, wameweza pia kufunguka kuhusiana na hilo. Lakini kwa Simba tunaona bado ukimya wao unaashiria nini? Katika ukimya wenyewe una kishindo. Na namna ambavyo mchakato unaonekana ni kwamba wako tayari kwa ajili ya mechi. Ndiyo. Lakini kutoka ile rasmi, kutoa ile taarifa yenyewe kwa kidogo imekuwa kizungumkuti. Ndio bado hawajatoka na ile taarifa ambayo ni rasmi kwamba watashiriki mechi. Lakini mpango namna ambavyo ulivyo, ukimsikia kauli ya Murtaza Mangungu, yeye amekuwa akisema kwamba mechi lazima ichezwe. Ijapokuwa afisa habari amesema kwamba atakuja na taarifa rasmi baada ya mechi yao dhidi ya Kagera Sukari. Alizungumza afisa habari wa klabu ya Simba na kusema kwamba atakuja na kama klabu watatoa taarifa ambayo ile rasmi, maana kwamba watashiriki. Na baada ya hii mechi sherehe za kukabidhi ubingwa zitafanyika baada ya mechi ya tarehe 25. Mechi ambayo inapigwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Hivyo kwenye majira ya saa 1 za usiku watu watajiandaa kuona bingwa wa ligi kuu Tanzania bara akikabidhiwa kombe lake. Sherehe pia zikiendelea. Kuna wengine watakuwa na huzuni. Kikubwa ni kwamba kila mmoja tu akaekwa ajiandae kisaikolojia. Kwa ukimya alionao Simba labda pengine hataweza kutokea. Hilo sitegemei. Kutokana na namna ambavyo mchakato ulivyo, mipango yote ambayo imeshafanyika, tumeshaona. Tarehe 8 mechi ilishindikana, tarehe 15 mechi ikashindikana, tarehe 25 sio ni sababu ya msingi ambayo itakayosababisha mechi Simba wasitokee kwenye mechi. Maana kwamba wao watakuwa wahitaji ubingwa. Kama wasipotokea kwenye hii mechi watakuwa hawahitaji ubingwa. Na sitegemei kuona uongozi wa Simba kama hautapeleka timu uwanjani, kwa sababu ni wakati sahihi sasa wao kuamua kwamba tunaweza kulibeba ile kombe. Ni siku maalum, siku ambayo tunaweza tukaingia uwanjani tukapeleka wachezaji wakapambana na hatimaye wakafanikiwa kuwa mabingwa. Wao wanahitaji ushindi. Young Africans wanahitaji sare ama ushindi, wana option mbili. Lakini kwa upande wa Simba wanahitaji matokeo na wanaweza kushinda. Kwa nini wasishinde? Dabi ina mwenyewe.
dabi yoyote ule anayejipanga vizuri ana uwezo wa kupata matokeo. Ukimya unaashiria matokeo tuseme. Yanga wapo katika pressure nzito ambao walikuwa wameionyesha toka awali, lakini wana ubora wa kikosi ambao upo. Waliweza kutamka baadhi ya vitu na wakaweza tuseme kusikilizwa. Kwa upande wa Yanga tunasema kuna nafasi kubwa kwao kwa sababu kuna baadhi ya vitendo ambavyo viliweza kufanyika ambavyo waliviomba. Pengine ni soka la Tanzania limefanikiwa au ni Yanga ndo wamefanikiwa? Walichokuwa wanakipambania Young Africans wamefanikiwa. Ndio. Lakini si kwa maslahi ya soka la Tanzania. Niliwahi kuzungumza hapa. Nikasema kwamba Young Africans wamepambana kwa maslahi yao wenyewe binafsi. Na walichokuwa wanakihitaji wamefanikiwa. Kwa hiyo wanapaswa kwenda kukionyesha uwanjani kwamba je, walichokuwa wanakitaka wamesikilizwa, tarehe imepangwa, waliokuwa wanahitaji, kila kitu kimekwenda sawa, waende wakaonyeshe uwanjani. Je, wana uwezo wa kushinda ama kutoa sare kuhakikisha kwamba wanaubeba ubingwa? Maana kwamba wakienda wakifanya hivyo basi moja kwa moja mipango yao yote itakuwa imetimia kwa msimu huu. Lakini kama Simba wakifanikiwa kubeba ubingwa itakuwa ni fedhea kwa Young Africans kwa asilimia kubwa sana, kutokana na namna ambavyo Simba huu nyonge ambao wako nao kwa hivi sasa. Na kila kitu kinaonekana kiko favor kwa Young Africans, ubora wa kikosi, lakini pia mazingira yenyewe. Tunaona kuanzia kabla ya tarehe 15 mazingira yalikuwa yanaonekana ni mazuri dhidi ya Simba. Lakini baada ya mechi kuahirishwa na hatimaye katoka tarehe 25 mazingira yakaonekana ni mazuri kwa upande wa Young Africans. Kuanzia nje ya uwanja, namna ambavyo watu mashabiki walivyoipokea, kila kitu kinaonekana kipo kwao. Maana kwamba wako kwenye nafasi nzuri kuelekea kushinda katika hii mechi. Simba kisaikolojia kidogo unaonekana ukiwaona wana unyonge. Kuanzia mashabiki, viongozi, inaonekana kwamba kuna unyonge, lakini wachezaji wanaweza wakaprove wrong watakapokuwa wako uwanjani. Maana kwamba ukiangalia Young Africans wana timu ambayo ni nzuri. Wana timu ambayo ni nzuri. Na wanajiamini na timu yao. Lakini naweza nikazungumza wasipokuwa makini pia wanaweza wakaumbuka katika hii mechi. Wasipokuwa makini Young Africans wanaweza wakaumbuka katika hii mechi. Na kila ukipita pia kwenye mitandao ya kijamii, ukizungumza na watu wengi, mashabiki wa Simba wenyewe kuna wakati wakiingia front wao wenyewe wanakuambia kwamba kiukweli wanakiri kwamba hawana kikosi cha kushindana na Young Africans. Hawana kikosi cha kushindana na Young Africans. Maana kwamba tayari wamesha ithaminisha Young Africans. Tayari wamesha ikubali kwamba Young Africans ni wakubwa kuliko wao katika engo kubwa ya namna ambavyo kikosi cha Young Africans kilivyo na kikosi chao wenyewe Simba. Hii ni hatari kubwa sana kwa Young Africans wasipokuwa makini na huu mtego. Manake dakika 90 ndizo ambazo zinaenda kuamua mchezo. Unaweza ukacheza vizuri lakini usipate matokeo. Dabi pia vile vile ina mambo mengi uwanjani. Unaweza ukafika uwanjani ukashangaa mipango yote ambayo mnaipanga isifanikiwe. Maana kwamba kila jambo ambalo Simba watakalokuwa wanalifanya uwanjani wanafanikiwa. Kila momenti watakayokuwa wanaifanya unashangaa wanafanikiwa. Young Africans kila momenti ambao wanakuwa wanaifanya wanashangaa mambo hayaendi. Unashangaa ni advantage kubwa kwa Simba. Wanaibuka na ushindi, wanabeba ubingwa. Dakika 90 inatazama na namna ambavyo mipango umejipangaje kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Kujituma katika zile dakika 90 ni jambo jingine tofauti kabisa na uhalisia wa namna ambavyo kikosi kilivyo. Ripoti ya uchunguzi haijatoka. Pengine kuna likubwa ambalo linaweza likaikumba timu yoyote, ndio maana mpaka sasa hivi hawajaweza kuitoa ili wasiwatoe kwenye reli ya mchezo.
hayo masuala ya ripoti kutokana na hiyo kitu, mambo ya dabi namna yalivyo, hayo ni mambo ya baadaye. Ni kwa nini wanafanya baadaye? Sasa hivi watu wanatazama kwanza mechi pigwe. Kwa nini wasiweze kutoa yaliyo ya moyoni sasa hivi, watu wakaweza kujua, wakiingia kwenye dabi wanajua ni nani na nani aliweza kukosa? Hapana, nahitaji kufahamu ni kwa nini. Wako sahihi katika hili. Ni mechi ambayo ina pressure kubwa. Mechi ambayo ina vitu vingi vimetokea katikati. Maana kwamba focus ni kuhakikisha kwamba mechi inachezwa kwanza. Alafu mambo mengine afuate baadaye ya mechi kupigwa. Sasa hapa bingwa anapatikanaje? Bingwa anapatikana kutokana na zile dakika 90 ambazo zitakwenda kutokea uwanjani. Kuna wachezaji ambao kwa upande wa hizi timu, kuna wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa sana. Hapa ndo mahali ambapo ukijikita zaidi kwa ajili ya kutazama kwa kutazama dabi ya tarehe 25 inakwenda kuamuliwaje, hapa ndo jambo la msingi zaidi. Wachezaji gani ungependa kufahamu? Simba Sports Club wanaenda kukutana na Young Africans ambayo haina pressure. Young Africans yenye kikosi kizuri. Ndio. Young Africans yenye wachezaji ambao wana energy ya kutosha kujituma uwanjani ndani ya dakika 90. Hapa ni kwa upande wa klabu ya Simba, wanapaswa pia kufanyia kazi zaidi. Hapa namzungumzia mtu kama Pacome ambaye ni mchezaji ambaye ameonyesha kiwango kizuri kabisa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ndio. Huyu ni mchezaji ambaye Simba wanapaswa kumchunga kwa asilimia kubwa. Kwa sababu ni mchezaji ambaye amefanikiwa kuibuka man of the match katika michezo takriban 7 kwenye ligi kuu Tanzania bara. So jambo dogo. So jambo jepesi hata kidogo. Ana uwezo wa kuamua mchezo. Ndiyo. Ana uwezo wa kulazimisha beki akafanya makosa. Ana uwezo wa kufunga. Ana uwezo wa kutengeneza pasi yenye hatari. Mchezaji wa kuchungwa. Mabeki wa Simba wanapaswa kufanya kazi ya ziada kwa ajili ya huyu mchezaji. Ndio. Lakini tunaenda kumtazama Maxim Pianzingele. Huyu hana hatari sana kwenye kufunga mabao, lakini ana hatari ya kuwafanya mabeki wakafanya makosa. Ana hatari ya kufanya urahisishaji katika eneo la juu, wachezaji wengine wakafunga. Ni mchezaji wa kuchungwa. Asiwe na mambo mengi, asiwe na momenti nyingi zenye madhara kwenye eneo la juu la ushambuliaji. Lakini kuna mchezaji anaitwa Clement Walid Mzize. Ndio. Huyu naye pia Simba wanapaswa kuwa naye makini. Anajaribu pia mashuti ya mbali. Ana kasi akitokea pembeni. Bwana mdogo bado energy inaruhusu. Lakini mchezaji mwingine hatari zaidi Simba ambaye wanapaswa kumchunga ni Mwamba Lusaka. Huyu unaweza ukaniuliza kwa nini nimemtaja na hapati nafasi kwenye timu mara kwa mara. Ndio. Anakuwa na hatari, ana nafasi chache anazokuwa anazipata, lakini ana hatari kuliko mchezaji yoyote yule. Ndio. Akiwa kwenye eneo la box, movement zake, namna anavyokuwa mtulivu kwenye eneo la box, ogopa sana mchezaji wa namna hiyo. Lakini pia kwenye upigaji wa foul, kama mnakumbuka mzungu kwa kwanza, huyu ndio alikuwa na madhara kwenye pointi 3 za Young Africans dhidi ya Simba. Ndiye alimsababisha Pinpin Kamara akafanya save ya makosa. Haiji bahati mbaya kutokana na staili ya upigaji wake wa foul. Hawa ni wachezaji ambao kwa pande wa klabu ya Simba wa Young Africans Simba wanapaswa kuwachunga. Lakini tukienda upande wa pili, ndio Young Africans nao pia wasifikirie kwamba Simba wasifikiri kwamba wako sehemu salama sana dhidi ya Young Africans. Simba wasije wakajihisi wako sehemu salama. Young Africans nao pia wasije wakajihisi wako sehemu salama. Simba nao wana sehemu zenye hatari vile vile. Kwa mabeki wa Young Africans wana kazi pia ya ziada ya kufanya. Kuna mchezaji anaitwa Kibu Denis. Ana bahati nzuri sana na mechi ngumu. Ana bahati nzuri sana na mechi ya dabi ya Kariakoo. Ni moja kati ya mchezaji ambaye ana energy ya kutosha,
anaweza kusaidia timu kukaba, ana uwezo wa kuwasaidia mabeki, kufanya mabeki wa timu pinzani wakafanya makosa kutokana na force ya kwake. Hafungaji sana, lakini kwenye mechi kama hii kufunga kwake ni kawaida. Huyu ndo Kibu Denis. Ndo maana akapewa jina la mkandaji. Mkandaji, ya. Lakini tunakuja sasa hivi kuna ongezeko ambalo kwa upande wa Young Africans hawajawahi kukutana naye, wanakwenda kukutana naye. Huyu si mwingine ni Elia Mpanzu. Kushoto Mpanzu, kulia Kibu Denis. Wote wanakuambia unatoa ama utoi. Ni msako mwanzo mwisho. Ndio. Lakini kuna mchezaji wa matukio, Jean Charles Ahoua. Huyu ni moja kati ya mchezaji ambaye kwa upande wa Young Africans wanapaswa kumchunga. Haonekani sana uwanjani, ila akionekana ana hatari. Haonekani uwanjani, akionekana ana hatari. Style ya upigaji wake wa foul, ikitokea penalti huyu kakuweka. Kukosa penalti kwake ni marufuku. Ni kosa la jinai. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Young Africans wanapaswa kumchunga naye. Huyu mwambo upigaji wa foul, ikitokea penalti, lakini katika yale matukio pia kapigaji shoot, kawekewa vizuri, uwezo wa kukuadhibu anao. Mwingine kama imetokea kocha pendekezo lake ataanza na nani kati ya Kibu Denis ama Joshua Mtale. Joshua Mtale naye ni mchezaji hatari kwa siku za karibuni. Tena ana hatari sana, hususan wakati huu ambao kwa pande wa Elia Mpanzu yuko on. Maana kwamba kocha anaweza akawatumia katika vipindi viwili, Kibu Denis pamoja na Joshua Mtale. Atachagua mwenyewe aanze na nani alafu baadaye amalize na nani. Usiombe Mungu Joshua Mtale ameamka katika ubora wake katika hiyo siku. Mabeki wa Young Africans naona watapata tabu sana kwenye hili eneo la katikati. Amekuwa bora sana kufungua mabeki. Amekuwa bora sana kwenye kuingia kwenye eneo la katikati, ambapo kwa upande wa Simba walikuwa wanaonekana zaidi kutawala pembeni kwa kupitia kwa kina Elia Mpanzu. Lakini sasa ubora wa Joshua Mtale eneo la katikati analifanya kwa jepesi. Hivi anatengeneza, anaingia na uwezo wa kufunga pia vile vile. Kwa Joshua Mtale ni moja kati ya mchezaji ambaye kwa upande wa mabeki wa Young Africans wanapaswa kumlinda kwa 100%, asifurukute. Sasa kitu kingine ambacho watu wanapaswa kukijua na kukifahamu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, tofauti na hizi mechi nyingine ambazo tumeona hizi timu zimecheza. Tumeona Young Africans kashinda 5 mechi iliyopita, kashinda 5 mechi nyingine ya jana. Lakini pia Simba tuliona alishinda 5, akaja kashinda 1. Wamepata nafasi nyingi sana kwenye hizi timu ambazo wamecheza nazo. Hii ni dabi. Haitaji nafasi nyingi sana. Nafasi chache ambazo unazipata unapaswa kuzitumia. Je, ni Young Africans? Je, ni Simba Sports Club? Haya ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza kuelekea kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Simba hawezi kumpa Young Africans nafasi nyingi za kufika kwenye eneo la box. Wala Young Africans hawezi kumpa Simba nafasi nyingi za kufika kwenye eneo la box. Ni vitu ambavyo sio vya kiurahisi tuseme. Yes. Sawa, pengine unaiona wapi dabi? Kivipi? Katika ushindi. Yes, yoyote ana uwezo wa kushinda mechi. Najua kuna wengi wameipa Young Africans ushindi. Kuna wengi wameipa Simba Sports Club kwamba wanaona kwamba Simba Sports Club kwamba hana kikosi cha kuifunga Young Africans kwa hivi sasa. Nasema kwamba Simba anaweza akaleta maajabu, watu wasiamini. Anaweza akafanya maajabu pale kwa Mkapa kesho kutwa, watu wasiamini. La kumalizia hapo moja kwa moja kwenye dabi. La kumalizia kikubwa ni kwamba hii dabi tumecheleweshwa. Tumecheleweshwa hii dabi. Ilikuwa tarehe 8, ilikuwa 15, la hivi imesogezwa 25. Sema imetua katika wakati mzuri zaidi. Wakati wa pressure zaidi. Wakati ambao mechi ndo ya mwisho.
kelele zote zimeisha za mechi nyingine. Si yule kabebwa ndo kaenda kwa bingwa. Hii ni imekuja wakati tunasema kwamba hii ni finali. Yani kuna kombe liko pale. Sasa anayeshinda kwenye hii dabi, huyu ni mwanaume kweli kweli wa shoka. Kwa sababu kombe liko pale, dakika 90 hizo hapo, nenda kapambane, ondoka na yule mwali ambaye yuko pale. Wote wana nafasi ya kulichukua lile kombe. Atakaenda kupambana ndani ya dakika 90. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba match imekuja penyewe, imekuja katika wakati sahihi, na hii ni historia. Lazima iwekwe pia kwenye rekodi kwamba kuna siku moja msimu wa mwaka 2024-25 bingwa alipatikana, kombe liko uwanjani, wote walikuwa na nafasi ya kuchukua ubingwa na wakakutana wenyewe. Mara nyingi tulikuwa tumezoea kwamba mechi inamalizika, bingwa anasubiriwa, anacheza na mwingine huko, mwingine na mwingine huko, tunasikilizia kwamba bingwa atakuwa nani, au pengine unakuta ameshatangazwa mapema, mara nyingi imekuwa hivyo. Lakini safari ni kwamba wanakutana wote, wote wanaohitaji ubingwa, wote wanacheza mechi hiyo moja, atakaweza kuibuka na ushindi akalibebe kombe lepa. Maana kwamba Pacome anavuja jasho uwanjani, anazunguka, anaona kabisa mwali yule pale. Kwa hiyo akigeuka hivi akiona yuko nyuma bao 1-0, basi energy tunaiona zaidi. Elia Mpanzu akiangalia hivi anaona kombe lile pale, alafu akiangalia hivi anaona bila kombe ndo wanalipoteza. Maana ni nafasi kwa Young Africans hata sare. Akiona kombe lile pale, kwa asira inampanda zaidi, anaendelea kujituma. Kwa hiyo hicho ndo tunachokihitaji sisi. Sawa, nikushukuru sana bana, shukrani sana. Sawa, ni Ricky Kayman huyo, moja kwa moja mchambuzi ambaye ameweza kutuchambulia vema kabisa kwa siku hii leo. Kumbuka tulipewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana katika huduma ya Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Katika huduma ya Mlima Moria Ministry kuna siku za ibada. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na Ijumaa ni kuanzia majira ya saa 8 mpaka majira ya saa 11 za jioni, lakini siku ya Jumapili ni kuanzia majira ya saa 6 mpaka majira ya saa 10 za jioni. Karibu katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Kwa hiyo maji haya uzima yalitupa nguvu katika kipindi chetu cha Zoom Sport kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kutizama vema kabisa mwanzo hadi mwisho, lakini usiache kuendelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya Gift Online TV. Kumbuka ulikuwa nami Tobias Kisima, lakini kwa naye Ricky Kayman. Bye bye.